Naam, ni Februari 20 mwaka 2026, lakini ni chungu cha pili kwa ndugu zangu Waislamu katika imani kwenye mfungo mtukufu wa Ramadhan. Lakini pia ni Kwaresma njema kwa ndugu zangu wa Kristo. Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, na hiki ni kipengele chake cha Jahara sehemu ya kwanza, ambapo leo hii tutajadili na kuzungumza kwa pamoja kuhusiana na maendeleo ya Kiswahili katika karne ya 21. Ni hatua zipi tumezipiga katika lugha yetu adhimu kabisa, lugha ya Kiswahili katika karne hii ya 21. Basi nitakuwa naye Kusanja Emmanuel Kusanja. Huyu yeye ni msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Nitakuwa naye hapa tukiyazungumza kwa kina kabisa kuhusiana na hiki ambacho tunacho hii leo hapa katika studio zetu za Mlimani TV. Naitwa Emmanuel Mwela, karibu sana mtazamaji wetu. Bwana Kusanja, karibu sana Mlimani TV. Asante sana. Kwema ndugu yangu. Kabisa. BAKITA wanasemaje? BAKITA ni Kiswahili na Kiswahili na BAKITA na wadau wote wa Kiswahili. Kwa hiyo tuko salama na tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Naam. Sawa, ni Kwaresma na Ramadhani ndugu yangu. Saumu nayo inasemaje? Na nafikiri saumu ni jambo zuri kwa sababu linatengeneza uhusiano kati ya mtu na Mungu. Mimi naliona kama ni jambo binafsi sana. Yaani kwa Wakristo tunaona kabisa kwamba ni upande wa imani yako. Ni wewe sasa unajiunganisha ama unatubia kuhusiana wewe na Mungu wako. Yaani utengeneze uhusiano mzuri na Mungu wako, na nadhani ndivyo ilivyo hata kwa upande wa ndugu zetu wa Waislamu. Sawa, tuyatazame ya kwetu. Leo tunatazama maendeleo ya Kiswahili katika karne ya 21. Ni karne nyingi kweli kweli zinazidi kwenda hapa. Lakini sasa kwa mtazamo wako binafsi, unaonaje hali ya Kiswahili katika karne hii ya 21 ukilinganisha na miaka iliyopita nyuma? Karne, ukizungumzia karne unazungumzia 21 sasa. Lakini Kiswahili kwa historia kilianza karne za mwanzo kabisa. Zamani kweli kweli. Kwa hiyo tulizungumzia hata kipindi unajua Kiswahili kimekuja kuita Kiswahili baada ya ujio wa wageni ambao wao pwani wanaita Sahel. Lakini hii haimaanishi kwamba Kiswahili hiki hakikuwapo. Kilikuwapo, lakini kisingeitwa jina Kiswahili kwa sababu Kiswahili kutokana na neno la Kiarabu ndio ambalo wao wanamaanisha pwani. Kwa hiyo manake ni sana kusema kipwani. Kwa hiyo ninafikiri kilikuwapo tangu zamani sana kabla hata ujio wao. Maana unazungumzia karne za mwanzo kabisa huko, lakini wao wameanza kuja huku kwenye karne ya 7 mpaka 10 hapo. Kwa hiyo tukizungumzia hivyo tunazungumza miaka ya zamani sana ambayo bado Kiswahili kilikuwa kijasanifishwa. Kwetu sisi kwenye karne ya 21, karne ya 21 ni sehemu ambayo umetokea wazawa wengi wa Kiswahili. Yaani watu ambao wamezaliwa kukuta Kiswahili sanifu kipo sasa. Ndio. Kwa sababu mwaka 1930 ndipo usanifishaji wa kwanza kabisa wa Kiswahili ulifanyika. Kwa hiyo kama mwaka 1930 ulifanyika hivyo, maana yake ni walianza kukiweka urasmi kwa sababu unajua katika jamii kuna lugha nyingi zinazungumzwa. Sasa lugha itakapopewa hadhi inazingatiwa zaidi. Kwa hiyo mazingatio makuu yalianza hiyo miaka ya 1930. Lakini kimsingi maendeleo yanaonekana. Maendeleo ni makubwa, ndio maana hata leo unakutana na mtu kutoka Mtwara, unakutana na mtu kutoka Kigoma, unakutana na mtu kutoka Ulaya. Anakifahamu Kiswahili. Lakini zamani unazozungumzia hata miaka ya 80 Kiswahili kilikuwa bado hakijaenea sana miongoni mwa wazungumzaji. Ndio maana kukawa na sera mbalimbali, matamko mbalimbali kuhusiana na jinsi ya kukikuza na kukieneza Kiswahili. Nafika mwaka 1967 naanzishwa Baraza la Kiswahili. Baada ya kuwa tayari Tanganyika imepata uhuru. Ndio. Na kupitia bunge wakapitisha sheria ambayo ilikipa Kiswahili kuwa lugha ya taifa, na bado ikakipa Baraza la Kiswahili kuwa na msimamizi na mwendelezaji wa lugha hii adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo utaona ni jambo ambalo lilianza kuzingatiwa sana kwa sababu Kiswahili kilionekana hakina
akina kabila fulani kwamba hili ndio lenye kwamba ni kabila fulani ama kabila fulani. Kwa sababu wengi ambao walikuwa wanatoka kwenye ukoloni walibaki katika lugha za kikoloni, lakini kwa utashi wa Mwalimu Nyerere pamoja na viongozi wenzake wakaona hapana, hii lugha imetumika kuwakomboa watu wengine, hasa zile nchi za kusini mwa Afrika. Walikombolewa kutokana na Kiswahili, walifundishwa Kiswahili na ikawa ni lugha ya uzalendo, ikawa ni lugha ya ukombozi mwaka 1957 ikapata hiyo hadhi ya kuwa lugha ya ukombozi. Kwa hiyo utaona hata walipopata uhuru wakaona ni bora waendelee kutumia Kiswahili kwa sababu kimewaweka watu pamoja, kimewaunganisha kabisa kwenye tangia kwenye umoja wao wa kisiasa huko kwenye TANU mpaka kufika hapa. Sawa, tuangazie sasa kwenye hii karne ya 21 baada ya uhuru. Pengine ni mambo gani muhimu zaidi ambayo yamechangia kukua na kuenea kwa Kiswahili? Baada ya uhuru ni kukitangaza chenyewe Kiswahili kuwa kama lugha ya taifa. Hapo maana yake shughuli zote za kitaifa zilitumia lugha ya Kiswahili. Sera za nchi, mipango ya serikali yote iliwekwa kwa lugha ya Kiswahili. Ndio. Na ilianza kwa sababu huwezi kukiona kitu juu tu, ina mizizi yake. Kuanzia kwenye maazimio ambayo yalifanyika hata azimio la Arusha la mwaka 1960 na kitu. Pengine huko Bwana Kusanja tunazungumza mbali sana. Tuangalie katika huu ulimwengu wa sasa hapa. Baada ya hayo yote yameshazungumzwa, tumeshaadhimia kwamba Kiswahili sasa kiwe ni lugha ya taifa. Tunataka hii karne sasa. Ni mambo gani ambayo yanakifanya Kiswahili kizidi kukua? Na nimesema hivyo, sema tu kwa sababu ninakurudisha nyuma kukuona. Pengine tunarudi nyuma zaidi. Lakini hatuwezi kwenda mbele bila kuona nyuma. Kwamba kila ambacho kiliazimiwa ndicho ambacho kiliwekewa mwendelezo. Kwa hiyo kuwa lugha ya taifa kulisababisha watu wengi sasa waanze kutumia lugha ya Kiswahili. Na mipango yote ya serikali na kipindi ambacho Tanganyika inakuwa huru ilikuwa ni sera ya ujamaa na kujitegemea. Kwa maana hiyo ni kwamba watu wote walitakiwa waanze kufundishwa Kiswahili, wakafundishwa kuna watu wa ngumbaru, watu ambao walikuwa ni watu wazima lakini hawakujua kusoma au kuhesabu. Kwa hiyo wakaanzisha madarasa ya kuwafundisha ili waweze kujua kuhesabu, kusoma na kuandika. Sasa hatuwezi tukasema leo bila kugusa hicho ninachokisema. Maana hiyo baada ya hiyo karne unayosema ndicho kipindi ambacho uhuru umepatikana. Kwa hiyo karne ya 21 inaonesha jinsi ambavyo misingi ya kukieneza Kiswahili iliwekwa. Kwa hiyo labda kuna jambo unatamani kuliona lakini utaliona. Baada ya hapo unaweza kusema vitu ambavyo vilichangia vingine ni vyombo vya habari. Ndio. Kwa chombo cha habari kama Radio Tanzania Dar es Salaam ilifanyika kuwa darasa kwa watu wengine. Kwa watu wanaanza kujifunza Kiswahili kupitia vipindi mbalimbali ambavyo vilianzishwa katika Radio Tanzania Dar es Salaam. Na ukumbuke zamani kulikuwa kuna Mswahili ambaye alikuwa ni mwanahabari. Kwa hiyo walikuja kufundishwa. Kwa sababu hiyo radio ilikuwa ipo kwa ajili ya Malkia wa Uingereza. Kutoa taarifa kwenye koloni lake. Lakini baada ya kupata uhuru walianza kufundishwa baadhi ya watu. Wakaanza kujifunza mambo ya utangazaji. Hapo ndio hao walichukua kijiti kutoka kwa koloni. Na ndio maana vijana wanatakiwa wajue haya. Hatuwezi tukasema tunaenda mbele bila kuangalia hapo. Leo wewe ni mwanahabari. Historia inasemaje kuhusiana na wanahabari? Unatakiwa ujue. Na hata kama ukienda kusoma watakupa historia ya uandishi wa habari kwaje. Changamoto walizopitia na sasa hivi wako wapi. Kwa hiyo hatuwezi tukaenda mbele tu bila kuangalia nyuma. Vyombo vya habari tunazungumzia redio, tunazungumzia televisheni, tunazungumzia pia magazeti. Na vitu vyote vile ambavyo vinawapasha watu habari. Kwa hiyo idhaa ya Kiswahili ambayo ilikuwa inatumia sasa Kiswahili ya RTD ilianzisha hivyo vipindi, kukawa na kipindi cha kugani mashairi, kukawa na kipindi cha kufundisha watu Kiswahili. Kukawa na vipindi vingi tu, ulimwengu wa Kiswahili, lugha yetu. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ambayo watu wengi wanapata maarifa kupitia redio hiyo. Lakini pia matangazo yalikuwa yanahusu wananchi yalikuwa yanafanywa kwa kutumia redio hiyo, kwamba inawafikia watu wengi wakati mmoja, lakini walikuwa pia wanahamasika katika umoja, kujenga umoja wao, ujamaa wao kwa kipindi hicho. Lakini tunakuja tena mbele utaona kuna wanaharakati wengine wa lugha walianza kufanya
kwenye uandishi wakaandika sana kuhusiana na Kiswahili. Mashairi yakaandikwa na kina profesa wengi tu, kina Mlokozi wameandika, kina watu wakaanza kuandika pia kuhusiana na tamthilia mbalimbali kwa Kiswahili. Kwa hiyo kuandika kwa Kiswahili kulisababisha watu waanze kukifahamu Kiswahili na kukipenda Kiswahili na kusoma hadithi za Kiswahili na kusoma riwaya hizo na tamthilia mbalimbali ambazo ziliandikwa na watu mbalimbali. Tutawataja wote, lakini waliandika watu wengi. Ndiyo. Magazeti hayo ambayo tunasema Habari Leo sio ya leo tu, zamani Majira yalikuwepo tangu enzi hizo. Kwa hiyo ni magazeti ambayo yalisaidia pia katika kukuza na kuinua Kiswahili kwa kipindi hicho. Nikazungumzia pia Baraza la Kiswahili lenyewe kuanzishwa. Lakini kwa sababu Baraza la Kiswahili lilianza kusimamia sasa ukuaji na uenezaji wa Kiswahili. Hiki Kiswahili kinaeneaje? Je, kinaenda kikiwa na hali gani? Ndio. Na tunaona hata kwa sasa hivi changamoto bado ipo, unakuta vijana wengi hawajui mada ya kutumia lugha vizuri, kwa sababu unakuta lugha ni kwa ajili ya mawasiliano. Na pia hadhira yako ifahamu unazungumza na watu wa aina gani. Ndio. Sasa unakuta wengine wanakanganya taarifa hii inahusu Waswahili kabisa. Lakini katika kuzungumza unakuta wanachopeka na lugha zingine ambazo si Kiswahili. Kwa hiyo taarifa inaweza isifike vizuri. Kwa hiyo kuna harakati nyingi ambazo zilifanyika, na ukiona sasa hivi uanzishaji wa shule ambao ulifanya mtu kutoka Shinyanga anaweza kwenda kusoma Mtwara, ambako Kiswahili ndio kilitumika kama lugha ya kufundishia. Ndio. Kwenye upande wa elimu ilieneza sana Kiswahili. Lakini ninyi pia ni washauri wa serikali, mnaweza mkaishauri serikali kuona kwamba ipo haja ya kutumia mitaala kwa lugha ya Kiswahili kwa ngazi zote za elimu. Nafikiri sisi ni serikali. Si washauri tu, sisi ni watendaji katika serikali. Ndio. Manake ni tunasaidiana na tunashauriana na watu wengine wenye mamlaka ya kufanya hivyo. Kwa mfano sisi tupo upande wa utamaduni. Manake wizara yetu ni ya habari. Ndio. Lakini kuna watu ambao wako katika upande wa elimu. Wao pia wanahusika katika hili. Watunga sera. Hizo sera ambazo zinatungwa kuhusiana na elimu, kwamba Kiswahili kitumike namna gani. Sisi watu tunawashauri siku zote. Ushauri umeshatoka. Ushauri unatoka kila siku, hata sasa ni washauri. Mazingira ya Tanzania ni mazingira ambayo yamejawa Kiswahili. Na Kiswahili kimekwisha fika mbali sana kimataifa. Kwa hiyo tunatamani watu wajifunze lugha yao, watumie lugha yao, wawe uhuru na lugha yao. Hatukatazi lugha zingine, hizo watu watajifunza tu katika kama lugha ya mazungumzo, kama lugha mama. Lakini lugha ya sasa ya Kiswahili ilitakiwa ifundishwe hata shuleni. Kuanzia ngazi za juu za elimu huko iendelee, kwa sababu imeanza huku katika madarasa ya awali, imekuja shule ya msingi, inatakiwa upande wa sekondari mpaka vyuo vikuu kitumike Kiswahili tu, kwa sababu si lugha nyingine zaidi. Na si lugha zingine, hizo lugha zingine zitumike kama zifundishwe kama lugha ya mazungumzo, kama nyongeza. Sawa. Bwana Kusanja, tuzitazame sasa fursa zilizopo katika lugha ya Kiswahili. Ni fursa zipi ambazo mtu anaweza kunufaika nazo kupitia lugha hii? Fursa ni nyingi. Nianze na fursa ya wanahabari kama wewe. Ndio. Kwa kutumia lugha ya Kiswahili, na Kiswahili kwa kuwa kimeenea sana duniani, na sasa tunazungumzia kuwa lugha ya kimataifa. Na tunajua UNESCO tayari ilimkwisha kukitangaza na kukifanya rasmi kule. Kwa maana hiyo kuna fursa nyingi za wanahabari pia, kwamba ulimwengu huu una idhaa zinazotumia lugha ya Kiswahili nje ya Tanzania, idhaa 40 na kitu ambazo zinaonyesha matangazo yake kwa Kiswahili. Kwa hiyo ni fursa kwa Mtanzania ambaye anajua Kiswahili, mtangazaji, kuweza kuabiri na kuona namna ambavyo anaweza kutumia Kiswahili katika kurusha matangazo. Akaomba hata kufanya kazi hata nje ya nchi, kama jinsi ambavyo wapo wengi ambao wamefanya hivyo. Kina marehemu Charles Hira wamefanya hivyo katika mashirika mbalimbali ya utangazaji ulimwenguni ambayo anatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ninawiwa kusema kwamba kwa wanahabari pia wana fursa namna hiyo. Unaweza kwenda, redio ziko nyingi, redio China, redio ya kimataifa China, redio ya kimataifa ya Ufaransa, redio ya kimataifa ya Japani, redio ya kimataifa ya Sauti ya Amerika, ziko nyingi sana. Sawa. Mbali na utangazaji? Mbali na utangazaji bado kuna watu wafanya biashara. Uwezo kaishi tu kama kwenye kisiwa. Biashara ni biashara maana yake uza nunua. Ndio biashara.
uza nunua. Sasa kama biashara ni kuuza na kununua, maana yake wewe una uwezo wa kutengeneza biashara yako hapa kama jinsi unavyopokea biashara kutoka katika mataifa mengine. Yale maelekezo ya biashara yako ukaiweka kwa Kiswahili na ukaweka kwa lugha zingine, imrahisishie mtu kuweza kujua. Kuna wengine kupitia tu kile ulichokiandika pale, wengine wanaweza kufurahia akavutiwa na kile ulichokiandika na wakaanza kufanya biashara na wewe. Maana yake utakuwa umejitanua sasa kimataifa zaidi. Biashara yako inakuwa ni kubwa. Unaweza kawa ni labda ni mfugaji, una ng'ombe wa maziwa au ng'ombe wa nyama. Ukatengeneza namna ambayo unaweza kawafikia watu. Unaweza kawa pia ni fundi nguo. Ukawa unashona na ukaweka nakshi ambazo zina ashiria Uswahili. Itakusaidia wewe kuwa mfanyakazi wa kimataifa, yani mfanya biashara ya kimataifa. Tunaona kanga zetu hapa Tanzania zinatengenezwa, tunawekwa msamiati pale ama kwa misamiati ya Kiswahili. Zinawekwa misemo au makawa ya kufunikia chakula. Angalia ukienda hapo Mwenge utakuta watu wametengeneza vitu mbalimbali vya vivutio kwa ajili ya watalii. Na wafanya biashara, lakini kuna watu wengine ni wale watu watengenezaji wa vinyago. Wanatengeneza vizuri, wanauza kimataifa. Kwa hiyo ni biashara ambayo inampa nafasi Mswahili kwenda mbali. Sawa, lakini wakati tunajivunia maendeleo yote haya katika karne ya 21 na miaka 64 ya uhuru, bado tuna athari ya lugha mchanganyiko. Unakuta mtu uelewi anazungumza Kiingereza au Kiswahili, au Kiswahili ndani ya Kiingereza ama Kiingereza ndani ya Kiswahili. Pamoja pia na athari ya lugha mama. Nyinyi kama BAKITA mnakabiliana nalo vipi hili? Kwanza tuambie tuanze na hao wa Kiingereza Kiswahili ambao waeleweki. Wengi wanafanya hivyo kwa sababu ya ulimbukeni tu. Yaani ulimbukeni ndio mwingi hasa kwa vijana. Anataka kujionesha kwamba anajua kitu fulani, anajua hiki, lakini uhalisia wa matumizi ya lugha kwamba unapokuwa kwenye muktadha fulani tumia lugha fulani. Yaani kama ni muktadha wa kutumia Kiswahili, basi tumia Kiswahili kuanzia mwanzo wa mazungumzo yako mpaka mwisho. Ndio. Lakini kama ukitaka kuongea Kiingereza ama lugha nyingine, itumie hivyo hivyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiweke na mchanganyo wa misimbo, usichanganye sana. Kwa sababu unayeongea naye unaweza usimfikishie habari ile ambayo angestahili kuipata. Kwa hiyo ninashauri kwamba kwa wale ambao wanafanya hivyo, wangeacha tu. Yaani kama umeelimika utaonekana katika utendaji kazi. Acha kuweka mbwembwe nyingi kiasi kwamba uonekane unajua, kumbe ndio unajua. Kujiona unajua sana ndio unaharibu mambo. Kwa hiyo nawashauri kwamba wale wote ambao wanapenda kuchanganya na kujiona kama wakifanya hivyo wapo katika enzi za ukoloni. Yaani wanadhani wakiongea Kiingereza ama lugha nyingine katika mazungumzo yao ndio wanaonekana wastaarabu au wasomi. Uongo. Ni akili za kizamani za kuathiriwa na ukoloni. Kwa kwenye kukabiliana nalo ninyi kama BAKITA pamoja na athari za lugha mama. Sisi tunatoa elimu kila siku. Athari ya lugha mama ni kitu kingine, hiyo nitaizungumzia. Lakini kwa hapa kwenye kuchanganya lugha, hapa kuna namna ambayo unakuwa bado unaishi karne za ukoloni wakati upo karne mpya kabisa hii. Wewe unadhani kwamba uko sawa, kumbe hauko sawa. Wafaransa walitumia kitu kinaitwa assimilado au assimilation. Sera yao ilikuwa ni hivyo kwamba ukizungumza wanataka wakuchukue uwe mzungumzaji wa Kifaransa ukiwa kwenye nchi yako mwenyewe. Na wakasema kwamba yeyote atakayeweza kuzungumza Kifaransa, huyu tutamchukua na tutampa uraia wa Ufaransa, wa taifa letu. Unadhani kuna nini nyuma yake hapa? Yaani ukizungumza tu, kwa hiyo lugha ina dhati kubwa sana katika jamii. Ina utu. Sasa maana yake unauza utu wako bila kujua. Unakuwa unauza utu wako. Yaani unadhani ukizungumza Kifaransa ndio umefanikiwa sana. Kumbe wanakuchukua uende kuwa mfanyakazi wao kule na wewe unapoteza asili yako. Kwa hiyo kwenye lugha mama sasa. Upande wa lugha mama hizi athari zake zipo. Kwa sababu lugha mama ni lugha ambayo mtu anajifunza au anaipata akiwa katika mazingira ya jamii yake nyumbani kwao. Anapokuwa amezaliwa. Kwa hiyo anazaliwa nakuta ile lugha inatumika pale. Hiyo ni lugha mama. Ndio. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha mama,
kwa wale waliozaliwa kwa kuta Kiswahili kinatumika nyumbani kwao. Kisukuma ni lugha mama kwa waliozaliwa katika jamii ya Kisukuma, kuta Kisukuma ndio kinatumika. Hivyo hivyo na Kiunguja ni lugha mama kwa wale ambao wamezaliwa kuta Kiunguja ndio kinazungumzwa. Ndio. Na tuweke sawa, Kiunguja si Kiswahili. Kiunguja ni lahaja ya Kiswahili. Lahaja ndio. Ingawa ilitumika kama msingi wa kusanifu Kiswahili. Sasa kuna wale ambao wanakuja na athari zao. Kuna baadhi ya herufi zipo katika lugha fulani lakini hazipo kwenye Kiswahili. Ndio. Kwa mfano hata neno va. Mtu anasema baba baada ya kusema baba. Baba baada ya kusema baba. Ndugu zangu wa kanda ya Ziwa. Kuna hao. Sasa hapo maana yake unapokuja kwenye urasmi wa Kiswahili unatakiwa ujitahidi kupunguza yale ambayo unadhani hayapo katika Kiswahili. Kama tu unajua kuna wengine hawajui kama watu wanakosea. Lakini tunazungumza kwa wale ambao wanajua. Kwamba unafahamu vizuri kwamba hizi herufi ninazosema hapa tunazungumzia mbuzi na si mbusi. Ndio. Haya yote kwenye kukabiliana nayo tu bwana Kusanja. Kukabiliana nayo ni mtu mmoja kuanza kupata elimu kuhusiana na matumizi fasaha ya Kiswahili. Ndio. Tena Kiswahili chenyewe sanifu. Kwamba mtu ajifunze, na kama hajifunzi, na hili jambo kwa upande wa Baraza la Kiswahili tumeanzisha vipindi mbalimbali katika redio mbalimbali. Tunaandika makala kwenye magazeti. Ndio. Tunachapisha taarifa na mambo mengi tu katika mitandao yetu ya kijamii ili kusogeza Kiswahili kwa watu. Wajue kwamba hili ni sawa, hili si sawa. Kuna watu wengine wanatumia Kiswahili kwa kuathiriwa na lugha zao mama. Kama tulivyozungumza. Sawa, shikilia hapo tutarejea. Naam, mtazamaji wa Mlimani TV, kama ndo kwanza utakuwa unaungana nasi, ni kwambie tu kwamba haujachelewa na wala haujapotea. Hii ni Mlimani leo asubuhi na hiki ni kipengele chake cha Jahara sehemu ya kwanza. Leo kubwa zaidi tunaangazia maendeleo ya Kiswahili katika karne hii ya 21. Niko naye Kusanja Emmanuel, wewe ni msanifu lugha kutoka Baraza la Taifa la Kiswahili Tanzania na kifahamika kama BAKITA. Niko naye hapa, tunazidi kuyazungumza mengi kweli kweli kuhusiana na maendeleo ya Kiswahili katika karne hii ya 21. Bwana Kusanja, ni kirejea kwako tena. Tunapoizungumzia karne ya 21 tunazungumzia teknolojia na mitandao ya kijamii. Zipo athari gani sasa katika kuhakikisha Kiswahili kinakuwa na kuenea kwenye karne hii ya mitandao ya kijamii na teknolojia? Na siku zote lugha ina tabia kama mwanadamu. Lugha huzaliwa, lugha inakuwa, na pia lugha huwa inakufa. Ukizungumzia usasa wa sayansi na teknolojia, ndivyo hivyo na lugha yenyewe inakuwa na usasa wa sayansi na teknolojia. Kwa sababu unaona katika jamii lugha ambayo haibui maneno mapya ni lugha ambayo inaenda kufa. Lugha ambayo haitumiki ni lugha ambayo inaenda kufa. Ndio. Sasa wakati wa sayansi na teknolojia maneno huwa pia yanapatikana ya kisayansi na kiteknolojia kwa jinsi ambavyo jamii ilivyo. Kwa hiyo mchakato ambao unatumika ni mchakato ule ambao unalinganisha kwamba unaweza kukuta kitu kimetokea. Kwa mfano ndege hii ambayo tunatumia leo kama ndege. Hii ni mambo ya sayansi, ni uvumbuzi wa kisayansi. Lakini ilichukua umbo la ndege yule ndege mwenyewe ambaye asili yake ndivyo halivyo. Kwenye makundi ya wanyama na ndege utaona kuna ndege anaruka, anatafuta chakula kwa ajili ya watoto wake. Ndio wakachukua umbo lile kutengenezea hiyo ndege ambayo inabeba abiria. Kwa hiyo tukapata sisi neno ndege. Lakini kwenye lugha zingine kuna neno lake. Utaona kwa kadri jinsi inavyozidi kukua sayansi na teknolojia haiachi lugha. Lugha yenyewe inakuwa humo ndani. Ndio maana hata leo changamoto zake zikoje katika kuhakikisha mnakuza na kueneza Kiswahili nyakati hizi? Nadhani kuna upande chanya na kama unavyosema changamoto. Changamoto ni pale ambapo unakuta vijana na baadhi ya watu hawabadiliki. Yaani wanakuwa kama wanatamani kuona yale yaliyotokana na sayansi na teknolojia tu yanaingia kwenye Kiswahili moja kwa moja bila kufanyia usanifu pengine mchakato. Kuna namna ambavyo leo utaita COVID-19 lakini ukija kwenye upande wa Kiswahili utapata uviko 19. Sasa kubaliana na haya imebadilika. Kuna hii teknolojia ya kungamua
goli kama limeingia au halijaingia, VAR ndio, au kama kuna mtu amefanywa vibaya, labda amechezewa vibaya, ili kujiridhisha, tunakuwa na video ya kumsaidia referee, ndio. Sasa kama kuna video ya kumsaidia referee, huku kwa ufupi nasema ni vikure. Vikure ndio kwa Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu kabisa, vikure. Pengine mimi pia nimekuwa balozi kwa hili leo. Kwa hiyo ulitumia hili kwamba anakwenda kutazama kwenye vikure pale, anaweka video ya kumsaidia refa. Sasa usipokubaliana na cha kwako, cha mwingine kitakutesa. Kwa hiyo ninashauri kwamba sayansi na teknolojia na mambo ya akili unde, yote hayo Kiswahili kinapenya huko. Ndio maana leo hii ukitafuta jambo hata kwenye akili unde, ukiandika kwa Kiswahili nakuletea taarifa, maana hatuko nyuma. Bado tunaendelea kuweka maneno katika mtandao, tunaweka maneno katika hiyo akili unde, lakini kila sehemu Kiswahili kinakuwa kipo. Kwa hiyo ni watu kutumia tu. Na usipotumia utaona ni ugumu tena, lakini kiuhalisia mazoea yanajenga tabia. Kwa hiyo tuzoee kutumia lugha yetu ya Kiswahili ili tujenge tabia ya uzalendo katika kuitukuza na kuikuza nchi yetu pamoja na lugha yake. Sawa, muda wetu sasa unazidi kututupa mkono kweli kweli. Tuliangazie sasa kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani. Kwanza kabisa, kwa nini limeitwa idhaa za Kiswahili? Hapo swali lako linamaanisha idhaa. Tumwambie mwananchi kwamba idhaa ni nini? Yani kwa ufupi. Idhaa ni chombo kinachorusha matangazo. Kama redio ama televisheni. Hiyo ni idhaa. Sasa kwenye idhaa za Kiswahili? Idhaa za Kiswahili ni idhaa zinazorusha matangazo yake kwa Kiswahili. Ndio lengo hasa. Ndiyo maana, sio lengo, ndio maana kwamba idhaa za Kiswahili ni idhaa zote zinazorusha matangazo yake kwa Kiswahili. Maana nyingine ni kwamba ni vituo vyote vinavyorusha matangazo yake kwa lugha ya Kiswahili. Hizo ni idhaa za Kiswahili. Kwa hiyo kuna idhaa za Kiingereza, idhaa za Kirusi zinatumia lugha ya Kirusi kurusha matangazo. Kwa hiyo Mlimani ni idhaa ya Kiswahili. Okay. Ndio maana ukisema idhaa ya Kiswahili BBC, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika. Kwa hiyo yote ni idhaa, ni chombo ama ni kituo cha utangazaji. Na ni kongamano la kidunia hili? Ni la kimataifa. Ni la kimataifa. Kwa nini sasa Arusha, Tanzania? Kwa sababu Arusha yenyewe ya kimataifa, Tanzania yenyewe ni ya kimataifa, Kiswahili ni cha kimataifa. Sasa kwa kuwa vyombo vya habari vinarusha matangazo yake kwa lugha ya Kiswahili vikiwa katika mataifa mbalimbali. Nilizungumza awali kwamba yako mataifa ama kuna vyombo zaidi ya 44 nje ya vyombo vinavyorusha matangazo Tanzania. Ndio. Vinavyotumia lugha ya Kiswahili. Na kwa Tanzania hata yuko zaidi ya 3,000 kwa Tanzania. Sasa unaweza kaona, kwa hiyo pengine ndio muhimu wa kuletwa ili kongamano kwa waliokwisha hudhuria. Wanajua kwamba malengo ya kongamano hili ni kuwaweka wanahabari pamoja na waandishi wa habari na watangazaji wote ili wawe na Kiswahili kile ambacho kinaendana. Yaani tunazungumzia karne ambayo Kiswahili kimekuwa lugha ya kimataifa. Tunatakiwa tutumie urasmi katika utangazaji wetu ili tuwe na kitu kimoja. Kuna watu wanapata changamoto, tunataka tuzijue hizo changamoto wanazopata katika utangazaji wao ni zipi, kwa sababu anayetangaza Korea anaweza kupata changamoto zikawa tofauti kidogo na anayetangaza labda Uchina au anayetangaza labda Ujerumani. Kwa hiyo wote tukikaa nao pamoja tutajadiliana jinsi ya kuweka vizuri, kutatua hizo changamoto na kuwa na mtandao wa pamoja ambao utaweka watangazaji wote pamoja, wahariri pamoja, wanahabari wote pamoja, ili wakae karibu na wadau wa Kiswahili. Pale ambapo unapata changamoto yoyote inakuwa ni rahisi kuitatua. Kwa sababu ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako. Ukitaka kwenda haraka tunaenda mwenyewe tu, lakini unaweza usifike. Lakini ukitaka kwenda mbali kwenda na wenzako. Ndio maana tunakuwa na makongamano ya namna hii. Na akili chota mkutanoni. Kwa kuwa akili tunazichota mkutanoni, tukikutana kwenye kongamano, kuna vitu ambavyo wataongelea kuhusiana na uzoefu wao katika utangazaji. Tutakuwa na watu nguli, makala watatoa, wakina Tido Muhando. Kuna makala kutoka BBC. Kunakuwa na vitu vingi vitakuwa pale. Maanake kwa kuwa ni lugha ya Kiswahili ambayo inatumika katika kurusha matangazo, basi tutajua mengi ambayo yanatangazwa huko Malawi. Unajua Malawi kuna radio inatangaza lugha ya Kiswahili kabisa.
Zambia. Pengine zinaweza zikawa ni nchi nyingi zaidi. Nchi nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa tukae pamoja, twende wote kwa pamoja. Ndege wafananao huruka pamoja. Sawa, hili ni kongamano la 5. Ndiyo. Katika makongamano 4 yaliyopita na hivi sasa mwitikio wake unaonekanaje? Mwitikio ni mzuri. Ndio maana yanaendelea. Ukiona jambo linaendelea ujue mwitikio ni mzuri, na pia kinachopatikana kule kinakuwa na faida sana kwa mtu mmoja mmoja anayekuja, na pia kwa taasisi yake. Anakuja, anapata maarifa, anakwenda kuambia wenzake. Ndio maana utaona kila kongamano likiitwa watu wanasema kuna kitu cha kujifunza, na pia ni fursa. Unakutana watu mbalimbali. Unaweza kupata mtu ambaye amebeba maono yale ambayo yanaendana ya kwako, mkaanzisha jambo fulani mkafika mbali zaidi. Kwa hiyo ni pengine kongamano hili linafanyika kila baada ya muda gani? Ilikuwa ni kila mwaka kila mwaka. Likifanyika bara linakuja kufanyika Zanzibar kwa miaka 2 iliyopita hii. Lakini kwa sasa ninafikiri naona kwamba kutakuwa kuna kuruka mwaka mmoja. Yaani mwaka huu tutafanya, mwakani tusilifanye, tukafanya mwaka unaofuata. Okay. Ili kuwapa watu kupumzika kidogo, wakijikusanya kutumia kile ambacho maazimio yaliyotokana na kongamano lililopita, ili kuwapa nafasi ya kufanyia utekelezaji. Kwenda kutekeleza kile alichokipata. Sawa, ni mikakati ipi sasa inahitajika ili kuhakikisha Kiswahili kinakuwa na kuenea hata kimataifa? Mikakati ni hii ya kuweka makongamano yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Ndio. Na pia kuwaambia watu, unaweza kawa ni mwalimu wa Kiswahili kwa wageni. Njoo Baraza la Kiswahili la Taifa kama unajiona unaweza ukafundisha Kiswahili kwa wageni. Unafika pale, unapigwa msasa tu, unaelekezwa ili kufundisha mtu Kiswahili kama lugha ya kigeni, sio kama taaluma. Unajua kuna taaluma afu kuna lugha ya mazungumzo. Ndio. Sasa unaanza kumfundisha lugha ya mazungumzo, ya mawasiliano tu. Kwani utafsiri na ukalimani nao si ni taaluma vile vile? Ni taaluma ndio. Na zinatumika kimataifa. Ndio. Na hizi zinawapa watu ajira sana. Kwa sababu akisha kwenye majukwaa ya kimataifa ni rahisi, kwa sababu kunakuwa na watu wengi kwa kutoka mataifa mbalimbali. Kunakuwa na mtu ambaye anafanya ukalimani kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine, na pia anafanya tafsiri kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Kwa hiyo ni sehemu pekee ambayo itamsaidia mtu kuunganisha mawazo kutoka katika lugha moja kwenda lugha nyingine. Kwa hiyo ni taaluma nzuri. Na pia si hapo tu, kuna taaluma hiyo ufundishaji wa Kiswahili kwa wageni. Ni nzuri pia. Inasaidia watu. Taaluma ya uhariri, unaweza kusaidia watu kuhariri. Inaweza kuwa wameandika makala, wameandika habari zao, ama ni vitabu wameandika. Kwa hiyo unaweza kusaidia kulisukuma ili gurudumu la Kiswahili mbele kupitia hizo njia. Sawa, sasa bwana Kusanja, mimi nikushukuru sana. Tumekuwa na wakati mzuri tukizungumza maendeleo ya Kiswahili katika karne hii ya 21. Na pia tumeweka Kiswahili na utalii. Kwamba Kiswahili kiwe na kifurushi cha utalii. Kwa hiyo ni jambo ambalo kuna watu wanakuja kwa ajili ya Kiswahili tu. Kuna watu wakisikia mzungumzaji wa Kiswahili anazungumza, wanapata raha, wanaona kama mtu anaimba. Kwa hiyo wanajisikia vizuri kusikia Mswahili akizungumza Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimekuwa ni lugha mojawapo ambayo inapendwa sana na mataifa mengi, na hasa katika vyuo vile ambavyo vinafundisha lugha za Kiafrika. Unakuta wanachagua Kiswahili sana. Sawa, yako mengi, bila shaka nitakualika tena ili tuweze kuyazungumza zaidi. Sawa. Naam, mtazamaji wa Mlimani TV, sisi tunafikia tamati ya kipindi chetu cha Mlimani leo asubuhi katika kipengele chake cha Jahara sehemu ya kwanza. Leo kubwa zaidi tumeangazia maendeleo ya Kiswahili katika karne ya 21. Nilikuwa naye Kusanja Emmanuel Kusanja, huyu ni msanifu lugha kutoka Baraza la Taifa la Kiswahili nchini Tanzania, likifahamika kama BAKITA. Tamati ya Jahara sehemu ya kwanza ndo mwanzo wa kipindi kingine. Naitwa Emmanuel Mwela, nikutakie tu wakati mwema na mfungo mwema wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Kwaheri na bye bye.